Maombi. 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 Ndio somo letu. Tuangalia kitabu cha Mathayo. Maombi katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 8 kuanzia mstari wa 5. 8 kuanzia mstari wa 5. Maombi. Tunapozungumza maombi ni tendo la kutangaza kweli au mapenzi ya Mungu katika jambo fulani au hali fulani. Ni kitendo cha kutangaza kweli. Tunatangaza kweli ya neno la Mungu, mapenzi ya Mungu kwa ajili ya au dhidi ya hali fulani au jambo fulani. Wewe unapokuwa unaomba au unafanya sala, maana yake unaitangaza kweli. Unaitangaza kweli. Unaiamuru hali ikubaliane na kweli. Unapoomba uponyaji, maana yake unaamuru ugonjwa ukubaliane na kweli ya neno la Mungu ya uzima. Unapoomba mtu kufunguliwa, maana yake unaamuru uhuru wa Mungu ukae na yule mtu aliyefungwa. Kwa hiyo unaiamuru ile roho ya kifungo itoke, ili kweli ya uhuru wa Kristo uzame ndani ya mtu yule. Mathayo ile sura ya 8 kuanzia mstari wa 5 na kuendelea, maandiko yanasema, hata alipofika Kapernaumi, akida mmoja alimjia, akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupoza na umwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Sema neno na mtumishi wangu atapona. Akida anamuita Bwana Yesu kwa ajili ya uponyaji kwa mtumishi wake. Kulikuwa na hali ya mauti. Yesu anaitwa akaondoe kwa mtumishi wake, akaondoe mgonjwa kwa mtumishi wa akida, ili mtumishi yule akutuze. Kwa hiyo Yesu anaomba kumuru mapenzi ya Mungu yatimie kwa yule mtumishi wake. Israeli ya uharibifu imfake mbali na afya ya mtumishi wake. Akida anamwambia Bwana Yesu, sema wewe omba, ukiomba mtumishi wako atapona. Maana yake ni mtumishi anamwomba Bwana Yesu ayazungumza kweli, ayachie kweli, njia kweli itachukua nafasi dhidi ya roho za udanganyifu. Mtumishi wako ukikuja leo ikanajini leo ikifilizi ndiye ilivyope ya neno la Mungu ya kuwa tensi huu.
tena haliko kwenye mapenzi. Mkubaliana na mapenzi. Sema na mtumishi wako alipoa. Sema na mtumishi wako alipoa. Kike ndani ya kinywa cha Yesu yaitwa mwenza yao. Kila hitaji mapenzi ya Mungu yatimie kwa mtumishi wake. Kristo ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe. Yakuapisha na wanatakiwa kutimizwa. Kutimizwa. Dhidi ya hapa. Dhidi ya hapa. Bila kitu. Wakienda. Nisitakusana kwenye lango. Nikahakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yatimizwa. Mapenzi yanatimizwa. Paulo anasema kila alipopita Kristo alitenda Mungu. Ndio tukiwa kufanya. Haichokuwa na kifaa. Ndio kutisha mapenzi ya Mungu yanatumia katikati ya maisha ya wanadamu. Katikati ya ulimwengu. Katikati ya uumbaji wake. Kwa hiyo mahali au kuenda jumla ya maana ni kuhakikisha ufalme wa Mungu ambao umejaa mapenzi unatimia katika maisha ya viumbe vyake. Unatimia katika maisha ya viumbe vyake. Kisha za wewe kusi maombi ambayo ukisema maombi maana yake unahitaji maombi intaji. Jambo la pili, bali hahitaji ina jina watu wa utimizo wa utimizi kutimilika hilo jambo. Maombi yanahitaji ili jambo kutimilika. Lakini kama mfano nahitaji nguvu inayotenda kazi. Mchakato maombi unapaji nguvu ili yale maombi yafae Mungu. Maombi yatumie. Maombi ya dini. Yale maombi yaleka matoto yaleka. Wani yatoke. Yahusu. Yahuha. Mewa. No. Inka. This. Ika. Rio. Kuski. Nehmes. No. Sio hapo ni mapenzi yao. Ndipo anasema naenda nyumbani ndio maana mjini. Amchukui kwa sababu naomba vibao. Naomba nje ya mapenzi ya nani? Kama inaniwema sasa mapenzi ya Mungu. Naomba Mungu na nitimize. Ifishe na tajia na nitimize. Ya ndomani. Kwa ushuhuri. Jelo ni shuhuri mkubwa katika maombi. Ushuhuri ni jelo ni shuhuri mkubwa katika maombi. Mungu akitimizi kusisikia mtu. Sasa kipio. Mungu akitimizi wiki. Wewe tunga mwanadamu mbeza. Hauna kumtukuza na je, nini ambacho hau unapata mtoto ili watu wajue wanaona mtoto unjana wingi ili
Ujigane tuliweza. Nini? Nini kusudi la Mungu? Baya tuti chacha mati. Kusudi la amacho dhamira kusudi la chia Mungu tukufu. Ni ngumu sana kujua. Ni ngumu sana kujua. Kwa hiyo sababu Mungu alichangia utukufu na jumbe yote. Utukufu ni wanao ni Mungu. Kwa hiyo katika kusimamia anapea utukufu na ni kifua. Nisha wote. Itati ya hapo mpaka Hidaya Fasa Mungu akuti Hidaya Bakili hasa Mungu akuti Nje Haya bako watu Walifungua mioyo ya Wakitumilia vyo Mungu alinyosha na kutenda mambo makubwa. Na kupenda mambo makubwa. Wana Israeli jangwani walimlilia Mungu. Si kana kwamba walikuwa wananung'unika tu. Kuna wakati walikuwa naomba lakini kwa interest zao. Yani kwa tubuni. Pale uliko. Lakini Mungu hasikii. Lewis. Isabel. Niligo. Wa maslaya. Mbali na maslaya ambayo ni nini? Ni utukufu. Ni utukufu. Mungu anashusha moto kwa Elia. Maandiko yasema Elia akawaambia manabii wa Baali, na ijulikane leo Mungu wa kweli ni. Unaisikia sentence? Bwana Yesu asifiwe sana. Ijulikane leo ni Mungu wa kweli. Yaani tunataka Mungu wa kweli. Ni moja kati ya baadhi ya nguza. Kwa sababu lengo ni kumjua Mungu. Haleluya. Mungu fight. Mungu mkuu. Nani aliyeumba kweli? Pale Elia alipotengeneza madhabahu. Elia alipoanza kuomba Mungu akishusha moto. Mungu akashusha. Unapokuwa katika maombi kwa namna ya dhamira kusudi ninalompa Mungu tukufu, Mungu anajivunia sana na Mungu anashughulika na wote. Mungu anashughulika na wote. Bwana Yesu anaona msalaba mbele yake, anaomba msema kikombe hichi nifanyeje? Lakini ni kwa nini? Kama mapenzi yako. Ni mapenzi yako. Kama ni mapenzi yako, ukinywa chiko na humi ni kumi. Kama mapenzi yako, hizi kidogo. Chino kibea. Peshishia hapa. Wako nyamba ya Mungu. Lakini kwa namna ya kumtambulisha Mungu. Kwa namna ya kukufa Mungu kazi. Je, umechoka muda mrefu kwa mtoto? Baba mkigugumia na kuomba ili tu watu wajue waone na wewe una mtoto. Au naomba una mtoto ili Mungu ajitolee utukufu wa mtoto duniani. Angalia hana alichokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alichapwa sana na ndugu na mke mwenza Penina. Na tunasema no, Mungu tunaomba. Na ukitupa mtoto tutamtoa kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ukitupa mtoto tutamtoa kwako wewe. Kwa hiyo kuna jambo la si la kuangalia unapo dumu kwenye mao. Nilishatoka kwenye mao. Ukina kuna usielewa. Kila mtinza. Lazima usiri. Zaidi na lazima hatiba yako yangu. Nini? Sasa lakini wakapotea kwa Mungu. Mepesa zile kufanya sasa wachezea hakuna kitu cha namna hiyo mbele za Mungu. Mungu anapokupa utamu ile tame wapi ukiboresha zaidi mahusiano yako na yeye. Kisiki Mungu alimpa Elia mkate kutoka kwa Mungu. Si ahadi ya kula, bado safari ni ndefu mbele. Ni agenda no. Ufienda ufuzi. Lende ni kuboresha mahusiano yako na yeye. Wala si kukutonga wewe na nani. Wewe wache. Nini tutafanya kwa nini? Tusifanye kwa nini? Nikifikiria kwa nini? Usifikiri kama unahitaji kuchukiwa, nitakusogeza kwa Mungu au nitakuondoa kwa Mungu. Wakaomba nahitaji mke. Baada kuoa waona ibada ikawa kushona. Wakaomba nahitaji mume. Baada kuolewa waona ibada ikawa kushona. Na hayo gani? Baada kupata gari waona Mungu. Mtu mmoja akasema badala ya gari kubeba speaker ikahubiri injili, gari ikaanza kubeba wanawake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio wanawake manake mahawa wanabebwa kwenye gari. Ile gari ile mtu alipiga magoti na vilio kwa ajili ya kumsifu Mungu. Mungu akajibu maombi. Lakini sasa baraka ilipokuja, muujiza ulipokuja, haukumsogeza huyo mtu zaidi ajue Mungu alivyo matendo makuu, ila ulimwachanisha na nani? Na Mungu. Niko mmoja kusema baraka ni mzigo. Kuibeba hiyo baraka ni mzigo. Muulize Lazaro. Alikusuliwa. Wewe huyo kanamtafuta tena wa Mungu. Yaani mtu alichakupa, Yesu akakufua. Siku 4 kaburi. Yesu wakaanza kumtafuta uko wapi alifuliwa na ndio huu. Kwa kinza. Ni hana baada. Yana sisi. Ukipano. Itakia kulembea binafsi mbele za Mungu. Hauli kubeba kumtukuza Mungu. Dereba ukonesha mtu akumtukuza Mungu. Inabeba kukutukuza wewe, kumtukuza Mungu. Nisema kuinua wewe, kumtukuza Mungu. Naona kazi. Wajue wewe Mungu upo katika maisha. Nani ajue? Mungu alisio namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani ajue? Kwa sababu mbio za maisha yako ni wewe na Mungu wako. Peke yako anakimbia hizo mbio. Wacha kujibu. Mungu anakujibu. Hakutakukushe. Wacha kujibu. Mungu anakujibu. Hakutakukushe yeye. Wewe haushindanga kabisa. Wakujibu kwanza kuurulisha mapigo. Ewe, mnaona sasa? Nimejua nitakufa.
Wewe kazi yako ni kuishi na kumtukuza nani? Mungu, kumtumikia Mungu. Wewe sio jambo, sio kazi ya kujionyesha. Wewe mfilisi. Imani ikae mahali pake. Taona mbingu zinashuka kwa ajili yako. Mbingu zinatembea kwa ajili yako. Mbingu zinafunguka kwa ajili yako. Aidha, nataka sura 10 mstari wa 10. Anasema mzalano mbatiza. Sasa ufanya nini mwingine? Unapatikana kwa nguvu, na ile nguvu wala utaka. Takatifu. Ukatule wale wanambatiza. Mpaka sasa ufalme wa Mungu unapatikana na nini? Na wenye nguvu. Ufalme wa Mungu unapatikana na wenye nini? Wenye nguvu. Maombi ni karakana ya nguvu ya Mungu. Maombi hayaishi kwa maneno ya, maombi hayaishi kwa dhamira ya, maombi hayaishi kwa imani pekee. Maombi ni karakana ya nguvu ya nani? Karakana. Maombi ni mtaala wa matengenezo. Maombi ya Yesu. Maombi ya Yesu. Yani unapoomba, elewa tamu. Kuna mtegemezo, kuna mageuzi, kuna nguvu ya Mungu inayotenda kazi, inayotenda kazi ili kuleta matokeo. Wasiwasi wakipiga kashima nichenda tu nikakunena tu yana alishika katika kinywa inakiliwa na enu. Nisikiliza. Ukimwagiza kwa mfano mtoto, ukimwagiza nenda ukalete kitu fulani, ataondoka pale, si ndivyo? Halo, ataondoka, si ndivyo? Atakwenda kuchukua ulichomtuma alete. Yale maneno yameishia tu hewani, lakini ndani ya moyo wa mtoto yule amepokea agizo. Yo, nisikilize mzuri hapa, nisikilize mzuri. Ndani ya tuwecha imetoka agizo, lakini wale mpokeaji amepokea nini? Imetoka maneno kinywani mwako, imetoka maneno. Mpokeaji amepokea agizo, amri. Unapoomba wewe unatoa maneno, ulimwengu wa roho unapokea agizo. Unapumisha, unafurisha, unakuachia na braisi. Tena yako utaona, utasikia ni kana kwamba unazungumza maneno. Lazima yako kitu kata sio maneno. I just
kutimiza ile order, kutimiza yale mapenzi. Tunazungumza mzazi, ni mapenzi ya mzazi nikalete kitu fulani. Kwa hiyo kama ni mapenzi ya mzazi kuleta kitu fulani, nitatumia nguvu zangu, wala sio nguvu za mzazi tena. Nitatumia nguvu zangu mimi kusababisha kile kitu kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema utuma malaika zake na kulinda katika njia zetu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kuwa malaika ni mwisho wetu sisi. Katika mambo ya roho, tunatumikia kanisa. Hii kanisa la kanisa. Bwana watumisha. Ni unishule. Lakini mbona roho unakuja ila mishwa kwa nguvu za kwa jeshi la mbinguni. Halo. Kwa hiyo maneno ambayo unazungumza wewe sio ya kawaida. Maneno ambayo unazungumza sio ya kawaida. Ndio maana nasema tangu wakati wa nani Yohana Mbatizaji hapa sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu. Unajua ufalme wa Mungu nini? Mungu anasema ufalme wa Mungu uko ndani yake. Ufalme wa Mungu nini? Nenda sana ufalme. Ndio sana ufalme wa Mungu ndio. Nani? Sema Mungu ni haki. Sema ni Yesu. Sema ni haki. Kwa sisi. Yaani Yesu. Furaha. Tukatilia nileta furaha tele. Ni maana kwema. Mfia. Aki. Oya, mapenzi. Mwezi. Mapenzi. Ndani wake ndani yako yuko bosi. Mwenye faida yu. Tukujua. Tunapokuwa na mapenzi yatimizwa ndani yako. Anasema na mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako kama mbinguni wapi? Dunia. Kama mbingu. Mapenzi yako yatimizwe. Kama Kile tatoka shawika hapa. Ni jinsi watu kinafanyika mbingu. Nikakesha historia kulia. Na mbingu inafunguliwa. Mpaka nisimula pia. Uli inafanya pia ifunguliwa. Nisto kisumufle. Ni aje fukulatania. Ni aje mbaya inakupelezeka. Inakupelezeka. Manda. Iwe kwenye mapenzi. Yana. Anasema yote yanawezekana kwake amini. Maana yake ni chochote ambacho kimelala katika moyo wako kama uhitaji, ambacho kina mlengo wa utukufu wa Mungu, hicho hakuna kwa namna yoyote kutowezekana. Lazima kiwezekane. Ndugu zangu watumishi, tunauteka ufalme. Tunauteka ufalme kwa nguvu, na nguvu ni maombi. Kwani kwa sababu maombi ni karakana ya mapendo ya ajabu ya nguvu ya nani? Maombi ni karakana. Maombi ni karakana. Asa ila sura kumeji unyangini sinatisa asamaini hapa usani mtu kuingia na ina nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuvitega vyote vyambo vyote asikuanzuna kwanza hiyo ni unasema
Ndivyo atakapo ipota leo. Kusema haiwezi kuangalia. Sio. Nasa. Sio. Ndio kusema. Sio kubali. Sasa ni tayari. Lakini changamoto Mungu sawa. Kuona na ufundishe itaji leo au katika tena tunga unapokuwa na ufundishe ilishani itakuwa ipa kuna nguvu ya Mungu inakuja kutenda. Mungu anashusha malaika zake kuja kutimiza kile ulichokio. Mungu huwa anakuja kutimiza kile ulichokio. Mungu huwa anakuja kutimiza. Anatia nguvu ya kuwezesha kile kitu kuja kufanya. Mfano. Kuna chombo kinaitwa jembe. Sasa hivi tuchukulie panga. Nimekuja kwako kwa azima panga. Sasa hivi ukaniuliza la nini? Nikakwambia nataka kumchinja mtu. Utaniazima hilo panga? Halo. Na kwenda kumchinja utaniazima hilo panga? Kwa nini uniazima? Kwa sababu dhamira yangu mimi sio njema. Halo. Unapokuwa na mahitaji yako mbele za Mungu, jitahidi kuwa na dhamira njema. Uwe na kusudi jema juu ya ile dhamira. Na kusudi jema maana yake ni mapenzi ya nani? Yaani kusudi jema maana yake ni mapenzi ya. Wote nakuja kwa nisaidie pa. Nikakate nilime shamba. Nikakate miti nilime shamba. Utaniazima sio? Sasa umeniazima tayari pa. Alafu na ufikia msitu. Hivi nikilichukua ile panga na kurudishwa shambani, msitu utafikeka? Halo. Kitendo cha kuchukua panga na kulisimika shambani, kesho asubuhi nakuja kukuta miti yote imeanguka chini. Huwa kunahitajika nguvu ingie kati ya kuanza kuchukua ile panga na kuliingiza katikati ya miti ili lifanyeje? Kati ya miti. Upanga peke yake alifanyi kazi ya kukata nini? Miti. Nguvu ikikaa katikati ya panga, utaona matokeo ya nini? Ya ile makali ya panga. Panga hata kama ni kale kiasi gani, kama kuna nguvu ya kutumiwa na panga au kutumia panga, hakuna matokeo. Sawa sawa na jembe. Kuchukua jembe na kwenda shambani ni jambo moja, lakini kutengeneza ardhi kae mahali pake ili zao lipandwe ni nguvu inatumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu inatumika. Unapoamini, unapokuwa na dhamira njema katika utatu, alafu ukawa na imani, Mungu anaachilia nguvu ya kutimiza, kwa sababu ni mapenzi. Umebeba mapenzi ya Mungu. Ile mapenzi yanaingishwa kwenye utekelezaji. Kwa nini? Kwa njia Kia kiufupi ni wa nguvu ya Mungu yuko kwa ajili ya kuangalia mambo. Jambo la kwanza ni dhamira njema ya utengi wako. Jambo la kwanza ni imani katikati ya dhamira hiyo njema. Dhamira njema katikati ya wita. Jambo la pili ni imani kwenye hiyo dhamira njema. So, unaimani. Unaishi njema. Unafikiria kwa vile wako umeungana na kodi ya Mungu. Hautajiri tokea kutukuza. Wakisema ni watu katikati ya dhamira, katikati ya mapenzi, katikati ya ile ndani, Mungu ajitolea.
Nitarejea muda huu. Jambo lolote ambalo linafanyika huko hadi kutukuza nini ambalo linajaila yote mwenye linatukuza na kumwona nani mbili linajenga sana wa Mungu dunia. Halo, ushakutana na muujiza? Nisikilize vizuri, nisikilize. Ushakutana na mtu ametendewa muujiza, alafu na wewe ukabadilika moyo wako, ukashuhudiwa, mtu ameshuhudia, sawa? Yaani ule ushuhuda kwa kuamsha na wewe ulishakutokea. Unajua nini ambacho kilifanyika? Jambo lolote ambalo lilikuwa kwenye makusudi mema, sawa, huwa linampa Mungu utukufu na kulijenga kanisa. Huwa linampa Mungu nini? Utukufu ni kulijenga nini? Kanisa. Halo, nini nazungumza? Jambo hilo huwa linafanya kazi ya kurejesha na kuisha na kutambulisha ufalme wa Mungu ndani ya mtu au ndani ya watu. Naona kwenye uinjilisti mara nyingi watu wanapitia shida za matendo makuu ya nini? Ni Mungu akubadilisha. Watu ambao nasikia wanasema kumbe na kesi yangu nafanyije? Inawezekana. Sasa ule ushuhuda ni shida ambao umepita katika mapenzi ya nani? Mungu. Ni njema. Ushuhuda jambo hilo asibia kudanganya kudanganya kwa mtu na haijampa Mungu tukufu na haijaiya kanisa chufupi lodama kitatea mbali takunjiwa dogo kiasi, lakini angetokana na wema ukimejaa bali za mama tuko na damu miaka 12. Nini ambacho kinakuongea moyo wako kwamba Mungu anaweza? Sababu ni jambo ambao au ni ndio ambao ilifanyika kwa udhihirisho wa nguvu za Mungu. Na hiyo ilikuwa ni njema. Sana kuna kugusa pindo la vazi la Yesu. Na nikigusa yule mama akajani. Marko sura ya 5 mstari wa 25 na Mathayo sura ya 9. Nazungumza habari sana. Lazaro tunakuwa wasikia ni unatia leo sasa kiungo tipo kiungo hapo hayo biashara nani tunajifa akijifa wewe asiye Puisimo Mungu. Mungu yake kuwapa. Ukishirisha. Ipani ya toka. La. Lima bakira njia. Kibale ilina mpengo. Nisa umtokusha hii. Na umchenga ufa. Na imani tataya ipaki. Weza kuna umifu inashika. Aliga jilisa. Tunaona bado alipokuwa jina la Bwana Yesu. Zanko ambapo yule mtumishi wa akida alipokuwa. Na muda fupi yule waliokwenda na kurejesha pale. Maana kwa sema muda yule ambapo Bwana Yesu alitamka neno, akaomba muda ule na ule alifanyije? Alipo. Maana nguvu ilishuka alipokuwepo mhitaji na Mungu akampa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. You want this? See, with you. Yeah, what's the fears? How? What's the son? That's right. You do something.
kujenga ufalme ambao umesimama katikati ya imani. Yesu haujafunga kwanza mwenye nini? Mwenye nguvu. Maana yake ni comparison ya nguvu kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutasanyika ndio wangu na mtashi hello ili mtakaye utaki nyuma yetu sisi aywa sisi yawezi Siempre. Hijo. Wisi hapo. Hicho kuse. Zimbo, zit. Saya shimba. Yesina ndani yako Mungu. Unapoomba unaiapply nguvu kutenda pale. Unapoomba unaiapply. Yesu ipendezi. Hailishi naomba kwa tunada. Maana uitani kwa ibaki. Unaita tukuisha. Na ili Israeli Mungu kufunga bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhitaji wowote ulionao unawezekana kwa sababu ndani yako ile kweli ambayo iko ndani yako, ile imani ambayo iko ndani yako itashusha nguvu ya kimungu kudhihirisha katikati ya nini? Ya jambo ya kitu hicho. Kila hapo pakachua bora leo hiyo na ugonjwa nao una nini? Una nguvu. Halo na aliyesababisha kufananisha na nguvu sisi chini hii ni ndio kufungua hapo Vinta leo kaida Mungu kwa Mungu siache kwa hizi hadi hata kufu hii nguvu za kusababisha matokeo establishido kwa hiyo tu ifanye Washiriki zetu ni kisa kasuluhisho kwa dunia. Kwa washiriki dunia ni kisa ni kanisa. Mwajiri dunia sisi sisi kwa sababu nguvu iko juu ya andikisa amriko authority ipo kwenye mabega. Ninapenda juu yako tayari. Basi Mungu analiangalia neno lako apata fanye. Please, akiangalia neno unatiko. Mungu anasema, "Ndio basi yako." Sasa ituma neno lako na hapo. Sisi hapo katika maangamizo ya. Sisi tunahitaji wewe. Unapenda kuleta mabadiliko katikati ya maombi au utambuliona. Bwana Yesu asifiwe sana.